Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news. Fabidigo TV. Subscribe, like, share, comment. Fabidigo TV. Tarehe 5 mwezi wa pili 2026 itazungumza kila kitu kwa sakuna. Lakini pia unakimbia mpaka kwenye mechi ya finali. Tumempa masaa 72 Mohamed Dewji jana amebeba vilago vyake aende. Simba sio timu ya familia. Simba sio timu ya kupewa mkopo. Kama alikuja Simba kwa ajili ya mkopo, kwa nini asiseme? Na kama anaona bilioni zake ni nyingi, sisi wana Simba tuko mashabiki zaidi ya milioni 20. Atuambie tutachanga hata kwa 10,000 tutamlipa hela zao. Hatudai. Yani kama anaamini kuna sehemu kiongozi wetu au kuna sehemu kalisainiwa kwamba anaidai Simba, na tutakwenda kuhakikisha mpaka hiyo benki ambayo aliingizia hela ya madeni yake tutachangishana, tutampa hela. Lakini kwa wakati uliofika abebe vilago vyake aende, kwa sababu sisi hatumuelewi. Na kama inawezekana yeye anaona namna gani, vipi utajiri si upo? Kwa nini utajiri mpaka wekeze Simba? Kuna mbaazi Lindi zinalimwa huko, aenda kanunue mbaazi. Kuna ufuta Lindi unalimwa huko, kanunue ufuta. Kuna korosho huko, nazo biashara sio mpaka Simba tu. Yani sababu katengeneza leo brand ya nini, kwa sababu vile kiroba mtu ambacho anacho mpaka sasa hivi, baada ya kusema mtu kiroba chake ninacho changano ambacho kina nembo ya Simba, unanielewa? Kwa sababu anatengeneza ile ngano, tunamnunua wapi? Tunamuuliza swali la msingi. Si anatengeneza nembo ya ngano, pia nembo ya Simba, ile ngano iko wapi? Si mbona tuioni? Kinaonekana kiroba kimoja tu. Kwa nini unaficha? Kama wewe kweli uko Simba kwa maslahi. Kwa kama yuko Simba kwa ajili ya maslahi binafsi na kujiwekezea yeye, kwa msingi sasa hivi atapita, kwa sababu sisi tunataka Simba ya kufanya maendeleo. Lakini pia kaahidi kujenga uwanja huu mmoja hajajenga mpaka leo, mpaka anakuja kufikiria mzabuni wa jezi ambapo tunaweza jezi ndio ameweza kwa kama waje kujenga uwanja yeye. Na zabuni wale tunamo wanaletwa na mwekezaji na mwekezaji wetu Mangungu angekuwa analeta sasa hivi jengo kwa muda mrefu. Moja kamili leo, siku ya tarehe 5 mwezi wa pili 2026 itazungumza kila kitu kwa saa 11 kamili leo. Aje sio timu ya familia. Simba sio timu ya kupewa mkopo. Kama alikuja Simba kwa ajili ya mkopo, kwa nini asiseme? Na kama anaona bilioni zake ni nyingi, sisi wana Simba tuko mashabiki zaidi ya milioni 20. Atuambie tutachanga hata kwa 10,000 tutamlipa hela. Kwanza kitu gani? Yani tumempa masaa 72 Mohamed Dewji jana amebeba vilago vyake aende. Aje sio timu ya familia. Simba sio timu ya kupewa mkopo. Kama alikuja Simba kwa ajili ya mkopo, kwa nini asiseme? Na kama anaona bilioni zake ni nyingi, sisi wana Simba tuko mashabiki zaidi ya milioni 20. Atuambie tutachanga hata kwa 10,000 tutamlipa hela. Kwanza kitu gani? Yani tumempa masaa 72 hivi milioni. Sisi na utulivu Mohamed Dewji jana amebeba wasaliti wakubwa wa Simba. Sasa mimi leo naweka kila kitu wazi. Kweli kikao kilikuwepo bwana. Naweka kama jibu la mkuu. Mimi niliungwa kwenye grupu ya Simba Influencers Ria. Mbona ameweka moja na Msikilizaji wa Tanzania na washabiki wa Simba duniani kote, huu ndio kweli. Na leo unaweka wazi, naweka wazi. Nilipojiunga kwenye grupu ya Simba Influencers, nikaenda kwenye group information nione, je, kuna watu wangapi ambao wako kwenye grupu. Nikaona kuna wengine ni machawa kwenye grupu. Awali ya yote nikatuma message ya kwanza kwa huyu daktari wa mchongo, mnafiki mkubwa, kwamba wewe umeniunga kwenye grupu lakini mimi nimenyoka. Mimi siko kama
Leo wewe utazungumza hicho, kesho utazungumza hicho kwa ajili ya maslahi yako binafsi. Mimi siko hivyo. Hiyo message ya kwanza nikaituma kwenye group. Baadaye nikatuma message ya pili, wasaliti wakubwa wa Simba. Sasa mimi leo naweka kila kitu wazi. Naweka kama jibu la mvua. Mimi niliungwa kwenye grupu ya na slide hizi picha hizi zinaenda zote. Watu wengi hawajui kweli. Yaani kazi kubwa ya Fama Ngumu na kitu kingine. Leo tumesema hapana, tuweke wazi. Watu Tanzania waelewe. Sisi tuko pamoja na mwenyekiti Mangungu apige kazi na Mangungu apepewe tena. Sisi tunalaumu Mangungu. Mangungu apepewe ni kiongozi wa uvumilivu wa hali ya juu. Mimi ni miongoni mwa watu ambao nilikuwa namshambulia sana Mangungu. Mimi najua ni miongoni mwa watu ambao kwa simkubali Mangungu. Lakini nimeenda chini, nimego deep, nimefanya research, nimekusanya data, nimekusanya taarifa sahihi, nimejiridhisha Mangungu anaolewa, hana kosa lolote. Leo tajiri wetu Muhindi amekuja na mkeka Simba, atudai bilioni 77. Anataka Simba tusaini Simba, tumlipe hela yake. Sisi tunauliza hizo bilioni 77 ni mkutano gani mkuu wa chama ambao ulipitisha kwamba yeye anatuazima bilioni 77 anapaswa kurudishiwa? Kwa sababu chombo cha juu cha maamuzi zile kabla Simba ni mkutano mkuu. Hakuna mkutano mkuu umekaa akaenda katuambia bwana nakopesha bilioni 77 mtarudisha. Leo anaforce operation za klabu, viongozi wa klabu wasaini hela bilioni 77 hatudai. Hatuko tayari. Hizo bilioni 77 sio wanachama hatuzijui kwa sababu hakutuita kushirikisha. Labda kuna mtu alimpa aseme. Sijaelewa. Kwa hiyo kimsingi huo ndio taratibu. Leo klabu yetu haipigi hatua. Miundombinu pale Bunju iko dormant. Hakuna progress yoyote. Tumeishia kujenga ukuta pale. Tuna viwanja vya mazoezi. Lakini mwekezaji atuambia atatujengea viwanja na gym ya kisasa. Iko wapi? Atuoneshe. Sasa hatuwezi kuwa na uwekezaji kivuli ambao hauna manufaa. Sisi tunachokiomba kama wanachama na kitu kiazimia, uwekezaji huu sisi hauna manufaa na sisi. Waje wawekezaji wengine ambao kushika mkono kama BMT na serikali wameamua kuipitisha kuibariki katiba yetu wa klabu ya Simba iliyopita kutoka mkuu uliopita, basi izingatiwe hiyo katiba, wawekezaji waongezeke, klabu yetu ipate hela iende mbele. La sivyo tutakuwa tunalia kila siku na tutafungwa na Yanga kila siku. Ndani ya timu kuna wachezaji bora. Kwa mfano, Ino Siliomba ni mchezaji ambaye juzi angewekwa angecheza, lakini kwa taarifa hizo nazo kuna maelekezo kutoka juu mchezaji fulani asicheze. Akicheza mchezaji huyu ata kwa sababu kasajiliwa fulani, atasajiliwa fulani. Hatuwezi kufika huko. Sisi tumechoka. Yaani wazakapo ndo zinakuja, yule bwana kuizimisha leo hataki kutoa zile hela. Zinakuja, hela zinatolewa, ndo wachezaji wanakuwa nini leo tarehe 24. 25 wanacheza na Yanga, unaweza kufunga Yanga wewe. Unajua Yanga vizuri. Yanga wanaendelea na mazoezi mwezi mzima. Sisi tunaangalia finali, wao wanafanya mazoezi. Yaani ni sasa na mwanaume anakula mkongo, anakula mikaanga, anatafuta nazi, mbata, si nini. Anakula tu, vifurushi anatafuna. Hapo ukutane naye. Wewe umekaa kufanya mazoezi yote tunamsubiria. Tarehe 24 usiku wachezaji ndio wanalipwa. Wengine washaondoka, ndio wanarudi na magari yao. Tuweke wazi, watu Tanzania waelewe. Sisi tunataka Mangungu zirudi nyuma. Na ndio maana mimi kwa akili yangu ndogo, hata au ya uchaguzi sina. Kwanza uchaguzi unapoteza hela. Mangungu apepee, asimamie maslahi ya Simba. Mimi nimemaliza. Chapa Simba iweze kushindana na vilabu vikubwa vitano barani Afrika. Huyo mwekezaji anaongea yeye. Lakini katika slogan hiyo ile timu sasa anaoijenga ile ipige chapa. Wachezaji wanaosababisha timu ipigwe chapa iweze kushindana na hivyo vilabu, anachukua na wao anaotaka kushindana nao. Anamchukua Mito, anampeleka National League.
kwa pesa mingi tu, anamchukua Chama anampeleka Berkane, anaenda kudhalilika kule. Kwa mfano mmoja, kama huyu mtu angekuwa kweli yuko strong, anahitaji maendeleo ya Simba, Simba isingekuwepo hapa ilipofika. Yaani Simba isingekuwa hapa ilipofika. Yaani yeye kazi yake ni kulimbikiza madeni ili baadaye timu ishindwe kulipa. Sijui anataka aifanye nini, haichukue au haifanye nini, kuongea vitu ambavyo havifai katika taasisi ya Simba. Kwa mfano, ni mara kadhaa zaidi ya mara mbili ameshaongea Simba amefanya nini, ameinua Simba ni ya kwake. Huyu mwekezaji wetu, mwekezaji huyu tunaona wachezaji ambao sifa ya timu kubwa ni kuzuia wachezaji waliokuwa bora kuelekea katika msimu uliofuata, ili uongezee ufikie ile target unayoitaka. Kuna msimu 21-22-23 Simba ilikuwa na kikosi bora ambacho kilikuwa na uwezo wa kukufikisha timu yoyote barani Afrika. Simba kina Mixon na Chama hivi. Lakini mwisho wa siku kachukuliwa Chama, kachukuliwa Mixon, kauli. Mwekezaji huyo anataka kuwekeza na mission na vision yake, anakuambia I want to plan the Simba in order to compete with 5 big clubs barani Afrika. Tunacheka kwa dharau, tunacheka kwa uchungu, sio tunacheka tu hivi. Yaani mtu ametoa kabisa vision na mission yake ni kuipiga chapa Simba iweze kushindana na vilabu vikubwa 5 barani Afrika. Huyo mwekezaji anaongea yeye. Lakini katika slogan hiyo ile timu sasa anaoijenga ile ipige chapa, wachezaji wanaosababisha timu ipigwe chapa iweze kushindana na hivyo vilabu, anachukua anawapa hao anaotaka kushindana nao. Anamchukua Mixon, anampeleka National Live kwa pesa mingi tu. Anamchukua Chama, anampeleka Berkane, anaenda kudhalilika kule. Kwa mfano mmoja, kama huyu mtu angekuwa kweli yuko strong, anahitaji maendeleo ya Simba, Simba isingekuwepo hapa ilipofika. Yaani Simba isingekuwa hapa ilipofika. Yaani yeye kazi yake ni kulimbikiza madeni ili baadaye timu ishindwe kulipa. Sijui anataka aifanye nini, haichukue au haifanye nini, kuongea vitu. Flamingo TV. Usisahau subscribe, like, share, comment. Habari za Flamingo TV.